Na mto Ruvu chanzo chake kikubwa pia ni milima ya Uluguru, na ndani ya milima ya Uluguru kuna mito chini ya 5 ambayo inachangia maji yake kwenye mto Rufiji, kwenye mto Ruvu. Na kutoka Ruvu na kutoka kule Morogoro mpaka hapa si chini ya kilomita 260. Maana yake ni kwamba mtu unasafiri kwa chini ya kilomita 260. Na kama ambavyo Mheshimiwa Waziri amekuwa akizungumza, waziri wa maji, mitambo yetu kwa sasa DAWASA ina uwezo wa kuproduce maji si chini ya lita milioni 534. Na nisema lita milioni 534 kipindi chote cha ukame, manake mitambo ilikuwa inaweza kuzalisha maji ya si chini ya lita ambazo nimezitaja. Na ndio maana kidogo kawa sasa kuna uhaba mkubwa. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu pia pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Maji wamefika pia kwenye chanzo, na sisi serikali ya mkoa tumefika kwenye chanzo na kuona kwamba mvua ambazo zimeshaanza kunyesha katika baadhi ya mikoa tayari kina chetu cha maji kimeendelea kuongezeka, kwa maana Ruvu juu na Ruvu chini, ili production ya maji ya lita milioni 534 iweze kurudi kama ilivyokusudiwa. Pamoja na hili, iko mikakati mingi, na moja mikakati mkubwa ni kuhakikisha tunatumia ipasavyo maji ya ardhini kwa maana ya ground water, ili sasa wana Dar es Salaam waweze kupata maji muda wote hata kipindi cha ukame. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliona ni muhimu sasa kutengeneza bwawa pale Kidunda, Morogoro, bwawa ambalo litatunza maji lita bilioni 190, ambalo maji hayo yatakuwa ni mtiririko wa maji ya mvua, yatahifadhiwa katika bwawa la Kidunda, lakini bwawa hilo litasevu zaidi maji hasa kipindi cha ukame, hasa kwa mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Na mpaka muda huu zaidi ya 40% zimekwisha endelea kukarabatiwa, kutengenezwa kwa bwawa hilo, na kwamba ifikapo mwaka 2026 kwa mujibu wa taarifa za wizara, maana yake ni kwamba bwawa litakuwa limekamilika kuprovide maji, lakini zaidi pia kuzalisha umeme wa chini ya megawati 20. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, nimeona kwanza tuwape pole wana Dar es Salaam kwa ile adha ya muda mfupi katika kipindi hiki tunachofunga mwaka, lakini zaidi pia tuwaeleze mipango mikubwa ya serikali ambayo imekushawekeza ili kuhakikisha kwamba mipango hii ya maendeleo katika mkoa wetu inatimizwa. Lakini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia ameelekeza kwa Wizara ya Maji kwamba sasa ni muda mwafaka pia wa kuchukua maji kutoka mto Rufiji ili aweze pia kuja moja kwa moja kuhudumia wakazi wa Dar es Salaam na pengine wakazi wa mkoa wa Pwani na wakazi wa mkoa wakazi pengine maeneo mengine jirani. Na kwa maelezo pia Mheshimiwa Waziri wetu wa Maji ni kwamba tayari taratibu zimekwisha anza ili kuhakikisha kwamba baada ya muda tunapata tena maji yanayotoka katika mto Rufiji. Na kama mnavyojua kule tayari kuna bwawa la Mwalimu. Maana yake ni kwamba maji yanayojaa katika bwawa la Mwalimu yanayotembea katika mto Rufiji yatakuwa maji ya mvua pia yatakuwa yapotei, ili angalau pia yaweze kufika Dar es Salaam kwa ajili ya kuhudumia shughuli mbalimbali zikiwemo shughuli za viwanda na masuala mengineyo. Ndugu waandishi wa habari, kwa upande wa TANESCO kwa leo hatuna matatizo makubwa. Ni sekta ambayo wamejitahidi kwa kiasi kikubwa sana, na mpaka sasa malalamiko katika sekta umeme yamekuwa sio kama mwanzo. Sasa kilichopo kwa mkoa wa Dar es Salaam kuna miradi mikubwa ya ubadilishaji sasa wa miundombinu ile ya usambazaji wa umeme, pamoja sasa pia na miradi mingine ambayo ipo hapa kwetu, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa substations na kuongeza nguvu za substations hizo ili ziweze pia kusave baadhi ya maeneo. Kwa ndugu waandishi wa habari, tumeona pia ni muhimu tukawaeleza wenzetu pia wana Dar es Salaam ili waone kwamba tunapofunga mwaka huu 2025 ni mambo gani serikali imekwisha anza kuyatekeleza kama sehemu pia kuhakikisha kwamba tunajiimarisha katika masuala madhubuti ya maendeleo katika mkoa wetu kwa ujumla wake. Jambo jingine ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka kwamba leo tunafunga mwaka na ikifika tarehe 1 tayari tunaanza kujiandaa na ufunguaji wa shule. Sasa ni vizuri pia mkafahamu mwenendo wa shule zetu katika mkoa wa Dar es Salaam. Kwanza, mkoa wetu wa Dar es Salaam tumejipanga vizuri ili kuhakikisha tunawapokea wanafunzi wote waliofaulu kuingia kidato cha kwanza. Tunawapokea wanafunzi wote waliofaulu kuingia kidato cha kwanza. Na mkoa wa Dar es Salaam kwa mwaka 2026 vijana
323 ndio wanaotarajiwa kuanza kidato cha kwanza. Wanaotarajiwa kuanza kidato cha kwanza wanafunzi 95,323. Na kwa mantiki hiyo tumejiandaa kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanaingia madarasani kwa kuwa na madarasa yanayotosha, na kama mmeona baadhi ya shule tumekushaanza kujenga shule za mfumo magorofa, na Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Profesa Shemdoe ameelekeza kwa dhati kwamba kabla ya tarehe 10 ya mwezi wa kwanza tuhakikishe miundombinu yote ya kuwapokea wanafunzi ipo tayari kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi wote waliofaulu, na kwamba wazazi jukumu lao linalotakiwa ni kuhakikisha kwamba wana provide mahitaji ya muhimu kwa watoto wao ili watoto waweze kuingia mashuleni. Ni kweli kwa dhati kwamba yapo baadhi ya maeneo tumeendelea kuwekeza nguvu kubwa ili kuhakikisha madawati yanayopatikana yanalingana na wanafunzi. Yapo baadhi ya maeneo ambayo wanafunzi walikuwa wanalalamikiwa au serikali inalalamikiwa kwamba kwa nini wanafunzi wanakaa chini. Ilikuwa hivi, madarasa yalikuwa ni machache, wanafunzi ni wengi, na kwa mantiki hiyo ndani ya madarasa ilikuwa huwezi kuwa na madawati mengi nje na idadi ya wanafunzi ambao unao. Kilichofanyika ni kwamba kwa mkoa wetu, kama mtakumbuka, Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani, kwanza tulipata madarasa mengi sana katika mkoa wetu, na ambayo pia imepunguza kwa kisehemu kubwa sana uhaba wa madarasa katika mkoa. Na pili, wakurugenzi wote sasa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam wamejipanga kuhakikisha kwamba madawati yanakuwa yanatosha kwa wanafunzi wote ili kuepuka vimichango vidogo vidogo na vimichango holela ambavyo wazazi wamekuwa kitozwa kupeleka dawati au na vitu vinginevyo. Kwa tumeeleza pia kwa dhati kwamba michango ya namna hiyo ni vizuri ikapigwa marufuku katika mkoa wetu, na kwamba serikali inafanya kazi kubwa kuhakikisha inatoa elimu bora. Michango ambayo wazazi watatakiwa, ipo michango ya lazima, kwa mfano ambayo sio michango, ni basic needs. Kwa mfano chakula cha mtoto shuleni, mavazi ya mtoto shuleni, masuala mengine yote hayo ni jukumu la mzazi kuhakikisha kwamba anafanya kazi hizo za msingi. Lakini pia wanafunzi wanaotarajiwa kuingia darasa la awali katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, darasa la awali mtakumbuka kwamba serikali pia imewekeza kwa kisehemu kubwa sana madarasa hapa chini, ni wanafunzi 135,000, 135,279. Hao ni wanafunzi ambao wanatarajiwa kuingia awali. Lakini zaidi pia wanafunzi wanaotakiwa pia kuingia darasa la kwanza wapo pia hapa, na kwamba wote hao kwa pamoja hakuna mwanafunzi ambaye atakosa kuingia darasani. Ndugu waandishi wa habari, nimeona nitaje maendeleo machache. Sijataja sekta afya kwa sababu mnafahamu kwamba kwa sasa Mheshimiwa Rais ameelekeza ndani ya siku 100 za utawala, yapo maelekezo, na moja ya maelekezo yake makubwa ni kuanza kwa haraka sana majaribio ya mfumo wa bima afya kwa wote. Na sisi kama mkoa wa Dar es Salaam wenye population kubwa ya watu, wenye hospitali kubwa sana, tumehakikisha kwamba tumeweka mifumo mizuri kuwapa taaluma hii ya bima wananchi wetu, ili jaribio hii itakapoanza basi wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam wawe namba moja katika kuitikia wito na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wananchi wanapata ahueni ya matibabu kwa kutumia bima ya afya kwa wote. Lakini pamoja na maelekezo yake mengine, yamekuwa ni kuhakikisha mwenzetu mmoja anapofariki, kumekuwa kuna malalamiko makubwa sana ya miili ya wenzetu wanaofariki ama kutangulia mbele za haki kukataliwa kuichukua miili hiyo mpaka kuclear bill. Ndugu zangu wana Dar es Salaam, naomba niwaeleze tena kwamba mkoa wetu tumeweka utaratibu mzuri sana wa kuzingatia maelekezo haya Mheshimiwa Rais, lakini pia yanayotekelezwa pia chini ya Wizara ya Afya, lakini pia huku chini pia Wizara TAMISEMI inahusika. Watendaji wetu wa serikali za mitaa na watendaji wetu wa serikali na watendaji wetu wa kata wanafahamu wajibu huu wa kuhakikisha kwamba wanawarecommend wale watu wote ambao hospitali zote zitahitaji taarifa za ziada kuhusu mgonjwa ambaye amepoteza maisha ama mtu ambaye amepoteza maisha. Lakini kwa sasa utaratibu huo kwa Dar es Salaam, mtakumbuka hospitali zetu zipo nyingi na malalamiko yako mengi sana. Kwa hiyo tumejipanga pia na wenzetu ili kuhakikisha kwamba
wazo hili ambalo limeletwa na serikali la kuhakikisha tunaharakisha kwa haraka sana kuwapa wenzetu miili ama ndugu kuwapa miili ya ndugu zao ambao wamepoteza maisha unafanyika bila urasimu wa aina yoyote. Na kwa mantiki hiyo tunaendelea tena kuliratibu jambo hili na kuwaambia pia Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kwamba mahali popote litakapotokea jambo hilo tuwasiliane na ofisi ya mkuu wa mkoa kwa haraka, ofisi za mkuu wa wilaya kwa haraka, ili usipate tabu, kwa sababu ni maelekezo yaliyotolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini jambo jingine pia ndugu zangu ambalo nimeona pia ni muhimu tukashare pia kwa pamoja ni kuhusu mwenendo wa usalama wa mkoa wetu kwa ujumla wake. Kama mnafahamu, hapa nyuma mkoa wetu pia ulipata itilafu ya baadhi ya wahalifu kuweza kuharibu mkoa na baadhi ya wahalifu pia kuweza kuharibu miundombinu. Naomba niwaeleze kwa dhati kwamba miundombinu yote ambayo ilikuwa imeharibiwa mpaka muda huu tunapozungumza ipo on progress katika kuirudisha upya ili Watanzania waendelee kupata services zao. Kwa mfano, zipo baadhi ya ofisi za TRA, ipo miundombinu ya barabara kama hii miundombinu ya barabara ya mabasi yanayo kwa kasi. Zipo baadhi ya ofisi za watendaji wa serikali za mitaa. Zipo baadhi ya ofisi za Chama cha Mapinduzi. Zile ofisi zote ambazo serikali inahusika nazo, ikiwa ni pamoja na serikali za mitaa, vituo vya polisi, TRA, tumekushaanza kurudisha huduma na pengine kwa kukarabati upya au kwa kujenga upya ili ziwe bora zaidi. Na pale ambapo tumeendelea kusikia kuna viashiria vyovyote vile vya kuendelea kutishia ama kuvunja amani, tumeendelea pia kutoa elimu kwa Watanzania wenzetu na hasa Dar es Salaam na kuonesha umuhimu wa mkoa huu kwamba tusirudi tena katika hali ambayo ilitukuta hapo nyuma. Mkoa huu ni mkoa muhimu, ni mkoa ambao utakapofungwa huduma nyingi zinaweza zikalala ndani ya mkoa na hata nje ya mkoa wetu. Kwa hiyo ni washukuru sana waandishi wa habari, ni washukuru sana wa Dar es Salaam kwa kuendelea kuwa mabalozi sahihi wa neno amani, kwa sababu katika amani ndio tunapata kila jambo. Na zaidi pia ni washukuru sana wadau na hasa viongozi wa dini, viongozi wa taasisi za kidini, viongozi wa asasi za kiserikali na zile sio za kiserikali na wadau wengine wote kwa ujumla wao kwa kuungana mkono kuwa haki na amani ni kama mapacha. Lakini tunaongeza neno wajibu kwamba haki na amani ni kama mapacha, lakini bila kusahau wajibu ambao umetajwa katika vitabu vyetu na umetajwa vile vile katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa mantiki hiyo, siku ya leo tarehe 31 mwezi wa 12, nafahamu ya kwamba kutakuwa kuna mikesha mingi makanisani, kutakuwa kuna mikesha mingi maeneo mbalimbali ya starehe. Ni watoe wasiwasi wa Tanzania wa Dar es Salaam kwamba endeleeni kusherekea sherehe hizi za mwaka mpya vizuri, lakini kila mmoja katika kusherekea awe balozi mzuri wa neno amani. Zamani tulizoea kusherekea sherehe hizi kwa kupiga mafataki na kuchoma matairi kama sehemu ya shamra shamra. Nadhani tumia nafasi hii kushauri tena kwamba kwa sababu ya vile viashiria vilivyotokea hapo nyuma kidogo, kipindi hiki ni vizuri tukasherekea bila kuleta taharuki ya aina yoyote. Si busara wala si vema tena kusherekea kwa kuchoma matairi, kwa sababu nafahamu ya kwamba matairi hayayo hayakutumika vizuri. Kwa hiyo huu sio muda tena kuanza kuchoma matairi au kuanza kupiga mafataki bila kupata kibali maalum kutoka jeshi la polisi. Ni vizuri jeshi la polisi likakuongoza na pengine majirani wakafahamu na watu wengine pia wakafahamu, ili kuto kuleta mishtuko na vitu ambavyo vitakuwa havina maana. Lakini pia niendelee tena kuwaomba viongozi wote wa dini na wala sio viongozi wa dini kuendelea kutumia siku hii na katika mikesha yetu kuhubiri masuala ya amani kwa Watanzania, kuhubiri masuala ya amani kwa Dar es Salaam, na pengine kuhubiri mshikamano, udugu na masuala mengineyo yanayohusiana hayo. Tukijielekeza huko,
ninaamini kabisa kwamba sote tutakuwa na uungwana wa kujenga mkoa wetu wa Dar es Salaam ambao umekuwa ni mkoa muhimu kwa Mtanzania wa aina yoyote. Na siku hii ya leo pia, tarehe 31, tunapoendelea kusubiri tarehe 1, leo Mheshimiwa Rais pia katika Twitter na katika mitandao atazungumza na kuhutubia pia. Nimeona taarifa hapa. Naomba sana niwaombe Watanzania na hasa wa Dar es Salaam wote tuwe wasikivu kusikiliza hotuba ya mkuu wa nchi anapoendelea kutoa mwelekeo wa taifa letu na anapotupa pia neno la heri ya mwaka mpya na namna ya kusherehekea mwaka mpya wetu. Baada ya kusema haya, ndugu zangu waandishi wa habari, nitumie tena nafasi hii kuwatakia wana Dar es Salaam wote heri ya mwaka mpya, na kwamba tusherekee bila kusahau majukumu tunayoweza kuwa nayo kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa kwanza 2026, kama ni haya niliyokushataja, ya kupeleka watoto wetu shule, ya kuendelea kujipanga kuwa na mfumo wa pamoja wa bima afya kwa pamoja, na masuala mengine yote. Tusherekee bila kusahau wajibu huo. Tusherekee bila kuvunja amani. Tusherekee bila kunyang'anya haki ya mtu yoyote. Tusherekee bila kuleta ugomvi wa aina yoyote. Tusherekee bila kuhubiri udini. Tusherekee bila kuhubiri ukabila. Tusherekee kila mmoja akiwa anatambua hatuna ardhi nyingine zaidi ya Tanzania na Dar es Salaam. Baada ya kusema haya, Mungu mwema aendelee kutubariki ili mkoa wetu wa Dar es Salaam uendelee kuwa na amani na udugu na mshikamano, na uendelee kustawi katika maendeleo yake, ili hata jirani aendelee kuona rehema na neema ambayo Mungu ametupatia katika mkoa huu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee na Mungu atubariki sana. Asante sana.